Tundu Lissu amesema toka mwaka 95 92 bado neno ni lile lile, muda hautoshi, akimaanisha tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi kwenye nchi 92 kwamba anasikiaga tu muda hautoshi. Huenda wale wenye mamlaka, neno huenda lizingatiwe, huenda wale wenye mamlaka. Unajua kuna kitu kwenye siasa kinaitwa timing, na CCM wamekuwa pia na hiyo timing. Chama chote cha siasa lazima kiwe na timing. Sasa huenda Lissu anasema hivyo kwa sababu mara nyingi, naweza kusema mara zote iwe mara nyingi, wanapohitaji mabadiliko, serikali ya CCM huja na sababu mbalimbali zinazohusiana na muda. Kwa mfano, mara ya mwisho kuzungumziwa ishu ya katiba mpya ambayo pia inahusu mabadiliko ya kimfumo. Hii katiba tulionayo si ya 77, ina viraka hivi, sio mpya lakini ina viraka. Unajua ni kama kaptula ambao unaona huu mtindo hapa naona uendi na wakati, hebu nishone kingine. Ba usione kaptula mpya unapiga kiraka. Kwa katiba yetu ina viraka vingi vingi, sababu ya 77. Sasa maana yake ni kwamba mara ya mwisho kwa serikali ya CCM kwa hii katiba ilisema hivi: wananchi wanatakiwa wapewe elimu kuhusu katiba. Kwa hiyo pia walienda kule kwenye swala la muda, kwa sababu elimu pia inahitaji muda. Na ndio maana Tundu Lissu amesema tangu mwaka 1992 amekuwa akisikia muda utoshi. Bunge la Katiba, sikawa shahidi anafahamu, lilivunjika mwaka 2014. Baada ya hapo muda ukawa utoshi tena kurudi lile bunge, kwa sababu 15 tulikuwa tunaenda kwenye uchaguzi ambao ulikuwa una tension sana kwa CCM ambao ni watawala, kwa sababu walikuwa wanamtoa mgombea mpya wa kwanza. Rais aliyetoka alikuwa anamaliza muda wake, Kikwete wakati huo. Baada ya kuingia Magufuli akachukua uelekeo mwingine kabisa katika kile ambacho tunakiita mabadiliko. Amerudi Samia naye akachukua mwelekeo mwingine kabisa katika kile tunachokiita mabadiliko ya mwenendo wa siasa za ndani. Kwa hiyo yote ni muda. Yaani kila rais anaingia anaangalia timing, muda huu tufanye maendeleo, afu muda huo tutakuja kufanya hizo kazi. Kwenye hilo jambo la timing, mimi niko upande wa Chadema na wenyewe pia hawana timing. Umenielewa? Kwa timing yao inasijua na CCM. Yes. Kwa sababu gani? Ni sahihi ambacho nakizungumza kwamba Chama cha Mapinduzi inawezekana kwa namna ambavyo inafanya timing zao nzuri za hicho ambacho wanafaidika na mamlaka. Of course hiyo iko wazi. Chama cha Mapinduzi kinafaidika na mamlaka cha kwanza, lakini cha pili Chadema wana changamoto ya timing. Inawezekana push wanaoipushi sasa hivi wangeipushi labda mwaka mmoja au miwili kabla uchaguzi serikali za mitaa, inawezekana tungeanzia ukimaanisha wanakurupuka. No. Hilo ya simaanishi wanakurupuka, ila namaanisha wanakosea timing. Inawezekana kama ili wanalifanya sasa hivi wangeamua kulianzia 2023 kuelekea 2024 au wangeanzia 2024 asubuhi. Nikisema hivyo mnaelewa 2024 asubuhi. Inawezekana tungefika jioni, tungefika jioni ya 2024 mambo yangekuwa at least kuna mwanga wa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2024. Baada ya hapo mwanga wanauona zaidi ule mchana sasa 2025. Kwa nini nasema hivyo? Uchaguzi wa 2019 ulikuwa the same wa serikali za mitaa ulikuwa the same na 2024. Sio, umeelewa? Uchaguzi wa 2020 unaonekana utakuwa the same na uchaguzi wa 2025. Sio, unaelewa vizuri? Vikao vinaka moja na wasili ni sahihi zungu, lakini mimi nasema inawezekana. Kwa nini nasema inawezekana? Nasema inawezekana kwa sababu ukisikiliza wapinzani wao wanachokiongea kwenye majukwaa, unawaona kabisa hawako tayari kufanya reforms. Sio, umeelewa? Wanaonekana hawako tayari kufanya reforms. Wanasema mabadiliko yalishafanyika. Na ukisikiliza hoja ambazo Chadema wanazizungumza, si mabadiliko haya ambao wao wanasema yameshafanya nini? Yameshafanyika. Wanataka mabadiliko ya utendaji, sio ya jina. Sio, umeelewa?
wanataka mabadiliko ya utendaji. Yule mtu ambaye anaenda kutenda kule ndani ndo wanaotaka mabadiliko yafanyike, kwa sababu wao wanadai wale watu ambao wako kule ndani ni wanawafeva utawala. Chama ambacho ni tawala, chama ambacho ni tawala ndicho ambacho kinawachagua wale, ndio chama ambacho kinawapendekeza wale, ndio chama ambacho kinatamani wale wawepo. Lakini ukitazama, ukifuatilia kidogo kuhusiana na hizo hoja na msingi, nilikuwa nazungumza na Mzee Madenge siku moja hapa. Mzee Madenge akasema kwamba hatuwezi kuwaweka watu wasimamie uchaguzi ambao hawatoki kwenye vyama vya siasa. Sio umeelewa vizuri, kwamba hata kama hicho wanachokitaka wao lazima tutawatoa kwenye vyama vya siasa. It's okay. Kama hiyo ndio hoja ni sawa, lakini kuwe na mzani sawa. Umenielewa? Kuwe na mzani sawa, isiwe yule mtu ambaye anaenda moja kwa moja kufanya yale maamuzi kwenye kutoa yale majibu, kwa maana msimamizi mkuu na wasimamizi wengine wasaidizi wote wawe wateule wa mwenyekiti Chama cha Mapinduzi ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si unaelewa vizuri? Hiyo bado itakuletea wewe mgagaziko kwamba bado mimi siko huru, bado siko sawa. Kwa hiyo ukitazama kwa kiasi kikubwa hoja wanayoizungumza ni hoja ya msingi, na ukiangalia ndio maana jana Zungu akasema kuna baadhi ya nchi zinatucheka sana. Zinatucheka kwa maana ya kwamba tulipo na karne tuliopo, maendeleo ya nchi na vitu vingine, kuendelea kubaki hapa na tunaendelea kupiga kelele kuhusu hili jambo ni kuendelea kuupoteza muda, kwa sababu wengi walishatoka huko muda mrefu. Ila why sisi tuko hapa mpaka leo? Tuko hapa mpaka leo kwa sababu ya vyama vingi vinavyoendesha nchi, vyama vya kijamaa vinakuwa na mfumo wao wa namna ambavyo hawatokagi. Yes. Yaani nenda kwenye nchi nyingi sana, kaangalia vyama vingi vya ujamaa namna ambavyo vinaendesha au ambavyo vinafanya mambo yao. Vyama vinatokana na ujamaa China, Urusi. Yes. Yaani ni mara chache sana ukiona chama kiko kwenye mlengo mwingine. Morning Bantu.